Mimi jina langu naitwa Jacqueline Kuanda, ni mwandishi wa habari wa The Chanzo. Nilikuwa na swali hapa kuhusiana na mradi mmoja wa Dege Eco Village ambao ulikuwa Kigamboni, kwamba Septemba 25 mwaka 2023 ulisema kwamba hadi kufikia Oktoba 31 NCCF itakuwa imekamilisha mchakato wa kuuza mradi huo uliopo Kigamboni kwa shilingi bilioni 501. Sasa nilikuwa nahitaji kujua mchakato wa kuuza mradi huo umeshakamilika na ni nani ambaye aliununua? Unaweza kuendelea mkurugenzi. Asante. Asante, niendelee kushukuru tena kwa maswali yenu mazuri. Nianze na hilo la mwisho kama ambavyo nilikuwa utaratibu wangu huo la swala la Dege. Ni kweli tulitazamia kwamba Dege ingekuwa imekamilika mauzo tangu mwaka jana, na tulishapata mnunuzi, kampuni ilikuwa inaitwa Hello. Mnunuzi huyu alipatikana baada ya kupitia vetting process ya serikali. Lakini baada ya kusaini mikataba na bei ya mauzo yake yalikuwa sio bilioni 500, ilikuwa USD 215 milioni. Kwa hiyo ilikuwa ni hela nyingi kidogo zaidi ya hizo kwa exchange rate ya sasa hivi, USD 215. Lakini baada ya kusaini mkataba ule wa mauzo akadefault, alishindwa kulipa kadri ambavyo tumemwekea. Tulimtaka alipe nusu ya hii mwanzoni, yani USD 110 mwanzoni, hakulipa. Kwa hiyo baada ya hapo tulipeleka, kwa sababu swala hili pia linasimamiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu. Kumbuka huu mradi ni moja ile miradi ambayo ilisitishwa na serikali. Yote ile miradi pelekea na akatushauri terminate mkataba, tuko katika process hiyo, na baada ya hapo tutarudi na serikali tukishauri either tutangaze upya mradi ule au kuwe na namna nyingine ya matumizi ya mradi ule. Nadhani hapo mmenielewa. Alafu swala la Mheshimiwa Ramadhani umeulizia kuhusu swala la kupoteza masuala ya ulemavu na kupoteza ajira. Haya masuala ya kupoteza ajira, haya ni employment benefit, yamekuwa ndio sehemu kubwa ya malipo ambayo tunalipa kwa mwaka. Kwa mfano katika mwaka uliopita wa fedha tumelipa zaidi ya shilingi bilioni 850, lakini ukiangalia nusu yanatokana na watu kupoteza ajira. Sasa changamoto zipi tunakutana nazo? Changamoto moja ni hiyo ya wale ambao wana staff wanaotoka kazini na hawastahili kulipa mafao haya, kwa sababu mafao haya anataka alipe yule mtu ambaye ni unskilled, ambaye hana hata diploma. Lakini wengi wanaotoka wanataka wafanye nini? Walipe mara moja. Hilo ndio changamoto kubwa ambayo tunakutana. Na actually malalamiko mengi ambayo utasikia kwa NCCF yako hapa. Sasa hilo limesikika. Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati fulani alisemea hilo. Mheshimiwa Rais alisemea hilo. Hata makamu wa rais nadhani alishasemea. Kwa hiyo tumesikia, tumefanya tathmini kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani, wale actuaries, na kuona jinsi ambavyo mfuko unaweza kuathirika na maamuzi ya kuwalipa hawa wanapotoka wote bila kujali kwamba huyu ni skilled au unskilled. Tukatathmini kaonekana kwamba tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa tayari tumeshawasilisha mapendekezo, kwa sababu ni swala la utaratibu wa kubadilisha sheria. Serikali ni kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, ambapo sasa wote wanaotoka kazini wakiexit watapata ruhusa ya kulipa mafao yao mara moja bila kusubiri miezi 18. Maana ulikuwa na ile kulipa unemployment ile ya 33 miezi 6, alafu baadaye unasubiri miezi 18 jumla. Sasa hilo ilikuwa ni kero kubwa. Kero hiyo kama ilivyo kwa serikali hii ya awamu ya 6, siku zote inataka kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo hilo tumelifanyia kazi mara ambapo si halijaonyesha hivyo kwenye tafsiri ya kitaalamu. Swala jingine limeulizwa kuhusiana na sekta binafsi. Nafikiri ilikuwa ni hili la wachangiaji ambao wanatoka na wanataka walipwe mafao yao mara moja. Nimesema kwamba nimesema kwamba solution sasa imepatikana. Tumefanya mabadiliko, tumepropose mabadiliko ya sheria, na sasa itakuwa ni nafasi kwa wale wanaotoka kulipwa mafao yao ghafla na mara moja. Na umeuliza asilimia ya ongezeko la michango. Kwanza nimesema hapa thamani ya mfuko imetoka 4.8 kwenda kwenye 9.2. Hilo ni ongezeko la zaidi ya asilimia 92. Michango wakati tuna mwaka 21 ile, ukiangalia audited accounts zetu, michango ilikuwa trilioni 1.1. Lakini sasa kwenye hesabu zetu za mwaka huu uliopita uliokaguliwa, michango pale ni 1.9 trillion. Kwa hiyo hilo ni ongezeko la zaidi ya asilimia 90 pia. Na kwenye mwaka huu wa fedha huu malengo ni kukusanya takriban 2.3 bilioni. Kwa hiyo utaona over time tunaongeza sasa michango ile ukilinganisha na mwaka 2021 zaidi ya asilimia 100. Na kuhusiana na wale waliohitimu darasa la 7,
Sisi kwetu kwanza hawakuwa wengi walikuwa upande wa serikali kule, lakini wote wale ambao wamekuja kwetu tumewalipa. Sasa ilikuwa ni lazima, moja ya masharti ilikuwa ni kwamba wewe uliotolewa kazini kwa kuwa na cheti cha darasa 7 ulete maombi. Maombi yote ambayo yametufikia sisi yamelipwa na yalikuwa ni zaidi ya bilioni. Nadhani Oigo una takwimu unaweza kutueleza? Hebu eleza mara moja kwamba zilikuwa kiasi gani? Katika wale ambao serikali ilisema tuwalipe, wale walioondolewa kazini kwa kutokuwa na elimu ya kidato cha 4, tulilipa jumla ya bilioni 11 kwa watu 1469. Katika wale 17,000 sehemu kubwa walikuwa ni wafanyakazi wa serikali walioko chini ya mfuko wa PSSF. Kwa hiyo walikuwa chini ya mfuko wa NSF walikuwa ni kama 100%, ambayo ni 1468 tumewalipa jumla bilioni 11. Asante sana. Kwa hiyo kama ulivyosema wengi walikuwa ni upande mwingine, lakini wale wote waliokuja kwetu wamelipwa. Sasa changamoto itakuwepo kama kuna mtu amekaa nyumbani kwake hajaleta, maana kulikuwa na utaratibu wa kujaza forms na zinapitishwa na mamlaka. Kama kuna mtu ana namna hiyo, basi tutumie nafasi hii kumsihi ajaze form ili tuje tumpe haki yake. Lakini kwa mujibu wa kumbukumbu zetu kama alivyoeleza Bwana Weigo hapa, wote wale wamelipwa. Asante. Nadhani maswali yalikuwa katika maeneo hayo. Tumaliza. Asante. Naona waandishi wana hamu ya kuuliza zaidi. Wengine kama kuna muda sio rafiki, kwa hiyo tunaomba radhi kwa hilo. Tungekuwa na muda tungeendelea, lakini muda umeisha. Sasa tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza.